Hamjambo na karibuni. Mkurugenzi mpya wa idara ya kukabiliana na ufisadi Bwana Stanley Mutungi, ambaye pia ni afisa wa idara ya upelelezi CID, leo alitoa wito kwa wananchi waisaidie idara hiyo kuafikia lengo lake kwa kujitolea kuwafahamisha maafisa wa polisi juu ya visa vyovyote vya ufisadi. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, Bwana Mutungi alisema kwamba visa vya ufisadi kwa kawaida huhusisha zaidi ya mtu mmoja na kwamba hatimaye visa hivyo hufahamika vyema miongoni mwa wananchi. Kwa hivyo aliwashauri wananchi wasiliane na idara yake kupitia makao makuu ya idara CID, sanduku la posta 30036 Nairobi, au nambari ya simu 7230900, au wasiliane na yeye binafsi kwenye makao hayo makuu ya idara ya CID. Habari zote zitakazopokelewa na idara yake hazitatolewa hadharani. Bwana Mutunga, ambaye pia ni kaimu msaidizi wa kamishna wa polisi, alimshukuru Rais Moi kwa kumteua katika wadhifa huo mpya na kumhakikishia kwamba atafanya kila iwezalo kukomesha ufisadi humu nchini. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa umeandaa warsha kwa makatibu wa wizara mbalimbali kuhusu ugonjwa hatari ukimwi na viini vyake pamoja na maendeleo katika hoteli moja hapa mjini Nairobi hivi leo. Warsha hiyo ina lengo la kutoa ufahamu zaidi juu ya hali ya ugonjwa huo na madhara yanayotokana nayo. Pia ina lengo la kutafuta njia kwa wafanya wananchi waweze kujiepusha na ugonjwa wa ukimwi na kutafuta maongozi na mipango inayohitajika kukabiliana na ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa habari Emmanuel Juma ana maelezo zaidi. The laptop has come at a time when the impact of AIDS is being felt in all sectors of national development. Already, the epidemic impact is being integrated in all spheres of development, while it's generally agreed that collaborative efforts are needed in the fight against the disease. The United Nations Development Programme representative to Kenya, David Wale, said at the seminar that recommendations made at various workshops sponsored by the UN body will be presented for discussion and ratification where necessary. The workshop is a deliberate move to engage opinion leaders and the population in responding to the epidemic in an informed and constructive manner. At the end of it, the participants are expected to have gained more constructive information to enable them face the reality and future responses to the epidemic. They are expected to develop new ways of looking at development in the era of the HIV epidemic, and equally, the participants will be able to identify the policies and programs needed at all levels to act on the challenges of the killer disease. Emmanuel Juma, reporting for KBC, Nairobi. Waziri wa Ujenzi Profesa Jonathan Ng'eno ametoa wito kwa makabila mbalimbali humu nchini yao yakiaminiana badala ya kuzusha hali ya kutoaminiana miongoni mwao. Alisema hii ni muhimu kwa umoja kuweza kudumishwa. Akisema kwamba makabila yote ni sawa kwa Mungu na sheria, Profesa Ng'eno alikariri kwamba wananchi wote bila kujali misingi yao ya kikabila wanapaswa kuheshimu haki na mali ya wenzao. Profesa Ng'eno alikuwa akiongea katika makazi ya marehemu Kipsongol Kosgei huko Kericho wakati wa harambee ya kuwasaidia watoto wa marehemu wanaosomea ng'ambo. Kosgei, ambaye alifariki hivi majuzi katika ajali ya barabarani, alikuwa mbunge wa Kericho Mashariki wakati mmoja. Jumla ya shilingi 250,000 zilichangwa, huku Profesa Ng'eno akitoa shilingi 70,000 ambazo zilikuwa ni pamoja na shilingi 50,000 kutoka kwa Rais Moi. Askofu Tanui alitoa shilingi 40,000 zikiwemo shilingi 5,000 kutoka Waziri Kipkale Kunez na shilingi 2,500 kutoka mbunge wa Belgat Bwana Kiptarus Kiriel. Ofisi ya chama cha KANU imefunguliwa katika kata Katuri Kusini, tarafa Manyata, wilayani Embu, sehemu ambako wananchi wengi waliwapigia kura na chama wa vyama vya upinzani wakati wa uchaguzi mkuu wa vyama vingi uliopita. Afisi ambayo iko katika kituo cha biashara cha Nembure imefunguliwa kwa lengo la kuwavutia wananchi katika sehemu hiyo kukiunga mkono chama cha KANU. Katika mahojiano na shirika la KBC baada ya afisi hiyo kufunguliwa rasmi,
Mwenyekiti wa tawi la Embu la chama cha KANU wakili Samuel Gashora alitoa wito kuwa na ushirikiano miongoni mwa wakazi wa sehemu hiyo bila kujali misimamo yao ya kisiasa. Bwana Gashora alisema kwa ingawaji wananchi wengi walipigia kura vyama vya upinzani mwaka jana, kuna wafuasi wengi wa chama cha KANU katika sehemu hiyo ambao wametatizika kutokana na uongozi mbaya. Miongoni mwa walioshuhudia shughuli hiyo ni pamoja na diwani wa chama cha Ford Asili katika sehemu hiyo, aliyepia naibu wa mwenyekiti wa baraza la wilaya Embu diwani Njiru Chericher na maafisa mbalimbali wa chama cha KANU. Huku viwanda vikiendelea kuongezeka humu nchini, watu wanaohusika na shughuli hiyo wanapaswa kuulinda umma dhidi ya uchafuzi. Waziri msaidizi katika Wizara ya Utafiti, Mafunzo ya Kiufundi na Teknolojia Bwana Francis Kagwima alisema hayo leo wakati wa kufungwa kwa semina siku 5 kuhusu nguvu za atomic na masuala ya mazingira. Semina hiyo ilifanyika katika taasisi ya utafiti ya madawa humu nchini Kenya, especially in the agricultural sector. However, I wish to stress that we are interested in increased production as we are interested in health of the community. We would not like to expose our people knowingly or unknowingly to immediate or future dangers, and I believe other developing countries will agree with me. We have placed a lot of trust in new scientists to tell us when we expose our environment and therefore the population to unnecessary danger. Kituo cha watoto cha Bethlehem hapa Nairobi kinahitaji msaada. Kituo hicho ambacho kinahudumia zaidi watoto 300 kutoka jamii maskini hakina rasilimali za kutosha. Jamii ya Kiesha hivi majuzi lilisaidia kituo hicho na vyakula na bidhaa nyinginezo za thamani ya shilingi 75,000. Jamii hiyo pia ilitoa mabati 40 takriban shilingi 15,000 kwa mchuuzi mmoja ambaye kioski chake na mali yake ilichomwa moto mwezi jana. Mwandishi wetu wa habari Solomon Mugera ana maelezo zaidi. Ya fukara. Miaka mingi niliteseka, wazazi wangu kukosa mali, maradhi ya dhambi kaninikala, maradhi ya pani mapele kanishika, mavazi kararuka, natembea matambala, Jalali kanihurumia, kanileta Bethlehem. Bethlehem nyumba ya mkate, wa kiroho na wa kimwili, mavazi ya bure kanipalisha, kanishibisha, kanitarehe. Since we don't have donors and organizations assisting us, the people assisting us are donations. We have a big problem in feeding the children and even learning the education through. Kilio chake kiliwavutia jamii moja ya Kihindu ambao walitoa msaada wa vifaa mbalimbali pamoja na vyakula vyenye thamani ya takriban shilingi 75,000. Hawa ni watoto wanaohitaji malezi bora, nafasi na msingi imara wa masomo, na isitoshe msaada zaidi ili kuyastawisha maisha yao. Solomon Mgera, KBC, Kayole. Watu 9 walifariki na wengine wakajeruhiwa wakati matatu walimokuwa wakisafiria ilipohusika katika ajali na lori moja karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa Moi mjini Mombasa. Kwa mujibu wa watu walioshuhudia ajali hiyo, matatu hiyo ambayo ilikuwa ikielekea Madheras ilikuwa inabeba abiria 20 na iliharibiwa kabisa wakati wa ajali hiyo. Lori hilo ambalo lilikuwa likibeba pombe, hata hivyo, liwavutia watu wengi ambao walianza kuiba pombe hiyo. Wakati mwandishi wa habari wa shirika la KNA walipofika mahala hapo, watu kadhaa walikuwa wakiendelea kuiba pombe hiyo. Wakazi wa tarafa ya Samburu wilayani Kwale wamehakikishiwa kwamba tatizo la maji la wakabili litatatuliwa mara tu awamu ya pili ya mfereji wa Mzizima utakapokamilika. Akiongea wakati wa ziara yake katika tarafa hiyo, mkuu wa mkoa wa Pwani Bwana Mbuo Waganagwa alisema kwamba mbali na tatizo la maji, wakazi wa sehemu hiyo pia hawana vifaa vya elimu na mawasiliano. Shinda kubwa ya watu wa Samburu wakiwa ni ile Kinango, number 1 ni maji, na inajulikana maji imesumbua watu zaidi. Nataka kuwatuliza roho, niwaambieni serikali inajitahidi zaidi. Mpango wa maji ambao umetengenezwa
na umechorwa ili kutengenezea watu maji, umekushamalizika, isipokuwa sasa kama tunavyosema, serikali sasa ni lazima kupata pesa kutokana na wale ambao ni wafadhili, lakini nina hakika mtapata maji. Rais wa muda wa Nigeria Bwana Ernest Shonekan aliambia bunge la nchi hiyo mjini Abuja hapo jana kwamba hatokubali matakwa ya raia wa nchi hiyo ya kumtaka ajiuzulu. Bwana Shonekan alisema hayo wakati maelfu ya wanafunzi na wafanyikazi walipofanya maandamano katika uliokuwa mji wa nchi hiyo Lagos, na vyama vya wafanyikazi kutisha kufanya mgomo kwa sababu ya hatua ya kuongezea bei ya mafuta kwa kiwango kikubwa. Military rule is over in Nigeria. However, ladies and gentlemen, serious dissension among the political class still persists, and this remains a clog in the wheel of transition. For us as a people, the working of a National Assembly is today the clearest insight we can have to the thinking, strategy, and vision of our political class. The head of state also described the international government as a constitutional government under the law, and therefore urged the legislators to comprehend what he called the deeper meaning of separation of powers. Tushineko says the separation of powers ought not to be separate or divergent national agenda. Watu wawili raia wa Uchina waliodai ati wao ni wanaharakati wa kidemokrasia leo waliteka nyara ndege moja ya Uchina na kuilazimisha kusafiri hadi Taiwan. Hiki kikiwa kisa cha 7 cha utekaji nyara ndege ya Uchina mwaka huo. Watu hao walikuwa wamejihami kwa visu na mabomu bandia waliteka nyara ndege hiyo iliyokuwa na watu 82 huku ikiwa katika safari ya ndani ya nchi, na kisha wakailazimisha kusafiri hadi Taiwan, kukutisha kwamba vifaa vilivyokuwa navyo vilikuwa mabomu halisi. Baadaye walijisalimisha kwa maafisa wa Taiwan kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Taipei na kuomba hifadhi ya kisiasa, wakisema kwamba wao walishiriki kwenye harakati za kudai demokrasia zaidi ambazo ziligandamizwa na serikali ya Uchina mnamo mwezi Juni mwaka wa 89. Afisa mmoja wa ngazi ya juu huko Taiwan alisema kwamba ndege hiyo na wafanyakazi wake pamoja na abiria iliteremsha huko Uchina hivi karibuni, huku watekaji nyara hao wakizuiliwa huko Taiwan ili kufunguliwa mashtaka. Visa hivyo 7 vya utekaji nyara ndege za Uchina na kuzilazimisha kusafiri hadi Taiwan tangu mwezi Aprili mwaka huu, ikiwemo kile cha Jumatatu iliyopita, vimesababisha mtafaruku mkali kati ya Uchina na Taiwan. Na sasa zinapata habari kuhusu uzaji wa soko la hisa. The stock market was buoyant this week when 650,000 shares were dealt at 43 million shillings. This was against the previous week's volume of 500,000 shares traded at 21 million shillings. The NSE 20-share index also added 70.14 points to finish at 1,986.01 points by the close of business this morning. The most heavily traded security was Kakuzi Tea and Coffee, whose 248,000 shares were dealt at 105 shillings. However, Kenya Commercial Bank shares gained over 50% to trade at 45 shillings and 50 cents come bonus following the announcement of a 1-for-2 bonus share issue. Immediately after the news, the stock opened trading at 41 shillings, rising progressively to finish at 45 shillings and 50 cents. In the finance and investment sector, Barclays Bank shares were dealt up to 85 shillings, Standard Chartered sold at 60 shillings, while Housing Finance Company of Kenya moved at 9 shillings. 70,000 shares of National Industrial Credit were dealt at 35 shillings and 50 cents, while Diamond Trust Company of Kenya sold 51,000 shares at 46 shillings and 50 cents and 47 shillings. In the industrial and allied sector, BAT shares added 2 shillings and 50 cents to trade at 152 shillings and 50 cents come dividend following the announcement of second interim dividend of 2 shillings.
East African packaging moved by 7 shillings to trade at 56 shillings over the week. In the commercial and services sector, only Express Kenya Limited featured prominently by gaining 3 shillings and 50 cents to trade at 42 shillings. In the rest of the market, the prices were stable. The following were exchange rates for Central Bank of Kenya today. $1 US was mean rated at 68 shillings and 98 cents, while it was 68 shillings and 88 cents buying and 69 shillings and 9 cents selling. 1 sterling pound was mean rated at 102 shillings and 4 cents, while it was 101 shillings and 89 cents buying and 102 shillings and 20 cents selling. 1 French franc was 11 shillings and 72 cents mean rated, while it was 11 shillings and 70 cents buying and 11 shillings and 74 cents selling. 1 Deutschmark was 40 shillings and 83 cents mean rate, while it was 40 shillings and 77 cents buying and 40 shillings and 89 cents selling. 100 Japanese yen was mean rated at 64 shillings and 63 shillings, while it was buying at 64 shillings and 74 cents and selling at 64 shillings and 93 cents. The PTA unit of account was mean rated at 96 shillings and 12 cents, while it was buying at 95 shillings and 97 cents and selling at 96 shillings and 20 cents. Hivi leo tuanze na habari za mchezo wa karate, ambapo mashindano ya mchezo wa karate kwa timu za mkoa wa Rift Valley yataandaliwa kesho katika ukumbi wa Old Town Hall huko Nakuru. Mashindano haya yatakuwa ya kuwapandisha vyeo wachezaji katika mbinu za kata na komite. Na habari zaidi zinasema kwamba timu ya Malindi Forces mwishoni mwa wiki iliibuka washindi wa mashindano ya mkoa wa Pwani yaliyoandaliwa katika ukumbi wa Lasco huko Mombasa. Kilabu cha Kisauni kilichukua nafasi ya pili. Jumla timu 8 zilishiriki katika mashindano hayo. Hapa tunaona wachezaji wa Malindi Forces wakionyesha ujasiri wao. Kombe la Mikasa itachezwa hapo kesho katika uwanja wa Savio Kenya sehemu ya Ruaraka hapa Nairobi. Mashindano haya ya siku mbili yatakuwa ya wazi kwa vilabu, shule na vyuo. Habari nyingine inasema kwamba mashindano ya bara la Afrika kuwania kombe la Cup yataanza Jumanne wiki ijayo katika Moi Sports Center Kasarani. Kenya itawakilishwa na timu ya Railways. Shirika la Kenya Railways vileo ilikabidhi chama cha mchezo wa volleyball hundi ya shilingi 150 za kusaidia waandalizi wa mashindano hayo. Hundi hiyo ilikabidhiwa mwenyekiti wa chama hicho Alfred Angati na Chief Personnel na Administration Manager David Matangili. Wengine waliokuwepo ni Senior Chief Personnel Masiuko, John Francis Kabuchu, afisa michezo Nyadega. Chama cha volleyball kilawakilishwa na naibu wa mwandishi Meja Gitao na mweka hazina Fred Nasila. Timu ya Ethiopia Power na Tipa Tanzania zitawasili Jumapili. Nayo timu ya Misri itawasili mnamo siku ya Jumatatu. Bingwa wa mchezo wa ndondi za kulipwa uzani wa lightweight wa kutoka Uganda Moses Sentamu aliwasili jana kujitayarisha kwa mapambano dhidi ya Charles Ojwang wa Kenya. Pigano hilo ambalo limetayarishwa na Matchroom Promotions chini ya chama cha Professional Boxing Board litaandaliwa City Hall tarehe 27 mwezi huu. Ndolo ambaye ndiye mtayarishaji wa mashindano hayo alimjulisha bondia huyo wa Uganda kwa waandishi wa habari hivi leo. Fight here in Nairobi on 27th of this month.
This time I want to inform the Ugandans that I want them to come and support me, because this time I've come to win. I've not come to lose. I'm gonna win the fight. So come and give me support. Come and cheer me. Habari zaidi zasema kwamba mtu mmoja aliyetatiza mapigano ya mchezo wa ndondi kati ya Evander Holyfield na Riddick Bowe mnamo siku ya Jumapili iliyopita amedai kwamba tukio hilo lilitokea kwa bahati mbaya. Mtu huyo amesema kuwa hakuwa na nia ya kujitangaza. Alisema hakupata majeraha mabaya aliposhambuliwa na mashabiki wa mchezo huu wa ndondi waliokuwa na hasira. There was no intention to land in or anywhere near Caesar's Palace. This came about because of mechanical problems. Were there any other people involved? No, there were no other people involved. What is my physical condition after the beating I took from the crowd Saturday night? As you can see, I'm practically unscathed. Where did I launch from? I launched from flat ground, approximately 12 miles away. What is the machine on my back? This machine? It's called a Pego jet. How much does it weigh? It weighs 48 pounds. Can it be steered? Yes, it can be steered. I want everybody to stand clear, because I'm going to take off. Kutakuwepo na mashindano kadhaa ya michezo mwishoni mwa wiki, lakini hapa ni baadhi tu ya mashindano ya kuvutia mwishoni mwa wiki. Mashindano ya vikosi vya majeshi yataendelea kesho kwa michezo kadhaa katika sehemu ya Embakasi, Moyabes, Langata na makao makuu ya kijeshi. Nayo mashindano ya kandanda baina ya vikosi vya polisi yataendelea kesho kwa mechi kadhaa katika viwanja vya jeshi Ruaraka, Utalii na Police Pavilion South Spring. Katika mechi za kandanda kwa wanawake kutakuwepo na mechi mbili za ligi kuu mnamo siku ya Jumapili katika City Stadium, ambapo Bata itacheza na timu ya Islanders. Na katika mchezo wa golf kutakuwepo na mashindano kadhaa ya golf huko Nakuru kwa nia kombe la KCB, Njoro, Windsor, Nanyuki na Karen. Na hali kadhalika mashindano ya mchezo wa golf yatakuwepo katika sehemu nyingine, ikiwa ni huko Thika kwa nia kombe la Captains Trophy huko Limuru. Na mashindano mengine ya golf yatakuwa Royal Club Jumamosi, Kenya Railways mnamo siku ya Jumamosi hapo kesho, Igona na Mdaiga mnamo siku ya Jumapili. Na mashindano ya mchezo wa kandanda kwa nia kombe la Dera Kimathi yataendelea Jumapili kwa mechi kadhaa katika viwanja vya Mudhure, Nyadhuna, Kirangari, Karura na Ngecha. Nusu fainali ya mashindano hayo itakuwepo mnamo siku ya Jamhuri Day, na fainali itakuwepo tarehe mosi mnamo mwezi wa Januari. Hizo ndizo habari za mchezo, na sasa ni tahariri. Tahariri yetu hivi leo inazungumzia wajibu wa vyama vya upinzani katika mfumo wa utawala wa vyama vingi. Wakati wa shughuli mbili tofauti kabisa zilizofanyika jana hapa mjini Nairobi, maoni ya kuvutia yalitolewa kuhusu wajibu wa vyama vya upinzani katika kustawisha demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Jambo la kuvutia zaidi juu ya maoni hayo ni kwamba huku yakitolewa na watu wawili mashuhuri wasio raia wa Kenya na ambao hawahusiani kwa vyovyote na siasa humu nchini, yalikuwa na ujumbe sawa ambao umekuwa ukisisitizwa mara kwa mara na mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya, Jaramogi Oginga Odinga.
Watu wao wawili ambao walitoa maoni yao juu ya wajibu ufao kutekelezwa na vyama vya upinzani ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Commonwealth Chief Emeka Anyoko na balozi wa Ujerumani humu nchini Bwana Bernard Moselberg. Kila anapokuwa na fursa ya kuhutubia wananchi katika muda wa miezi michache iliyopita, mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya Jaramogi Oginga Odinga amejitwika jukumu la kuelezea wafuasi wake, wafuasi wa vyama vingine vya upinzani na taifa kwa jumla, njia ya kipekee ya upinzani ambayo yeye binafsi pamoja na chama cha upinzani anachoongoza inapaswa kufuatwa katika kushirikiana na chama cha KANU. Jambo ambalo Jaramogi Oginga Odinga ameweza kulifafanua mara kwa mara ni kwamba kuwa katika upinzani haimaanishi kuvurugana na serikali bila kuona mbele. Hivyo hivyo ujumbe wake kwa viongozi wenzake wa upinzani, hasa makamu wake wa zamani Paul Mwite na mwenyekiti wa chama cha Ford Asili Kenneth Matiba, ni kwamba Rais Moi pamoja na chama cha KANU alishinda uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka uliopita, na hivyo ni upuzi mtupu kuendelea kutoyatambua matokeo ya uchaguzi huo. Hayo kwa hakika ndio maoni ambayo balozi wa Ujerumani humu nchini Bwana Bernard Moselberg alionelea ni heri kuyatoa alipohutubia waandishi wa habari ofisini mwake hapo jana. Balozi huyu alisema kwa maneno yake, na hapa tunamnukuu: makelele ya vyama vya upinzani eti Moi lazima aende haichangii hata chembe juhudi za kusuluhisha matatizo ya Kenya. Wapende wasipende, Moi ndiye rais wa KANU ambayo ndio serikali, na huu ndio ukweli halisi wa mambo. Kwa hivyo ni kufaa ama jambo la kufaa zaidi kwa upinzani ni kukaa pamoja na kuzungumza na serikali. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile wakati wa hotuba yake mnamo siku ya ukumbusho wa Tom Mboya hapo jana, katibu mkuu wa Jumuiya ya Commonwealth Chief Emeka Anyoko alifafanua jambo hilo hata zaidi kwa njia ya kifilosofia. Chief Anyoko alisema, na hapo pia tunamnukuu: chini ya mfumo thabiti wa maongozi ya kidemokrasia, vyama vya upinzani vinapaswa kutekeleza jukumu lao katika njia isiyoweza kutiliwa shaka wala kuvifanya vyama vingine visiaminike. Bila shaka ni jukumu la vyama vya upinzani kuikosoa serikali, lakini jambo hilo sharti lizingatiwe kwa njia ambayo itachangia maendeleo ya jumla ya kitaifa. Kwa hivyo ufanisi wowote katika juhudi za kustawisha mifumo ya kidemokrasia utategemea jinsi vyama vya upinzani vinavyotekeleza wajibu wake. Jambo linalopaswa kutiliwa maanani zaidi na vyama hivyo ni kuonyesha kuwa upinzani hauhusishi kwa vyovyote na wale wasiotii serikali na taasisi zake, bali upinzani lazima uonyeshwe kwamba unatekeleza jukumu la vuguvugu muhimu lenye nafasi yake katika umoja halisi wa kitaifa. Mwisho wa kumnukuu. Ni vigumu kuona jinsi ujumbe huo muhimu unavyoweza kuelezwa bayana zaidi kwa njia yenye ushawishi ufao na isionyeshe mapendeleo kuliko hii. Na hatimaye kwa kuhitimisha habari zetu, zinapata utabiri wa hali ya hewa. Hujambo mtazamaji na karibu. Mabadiliko ya taratibu za hewa huko Afrika ya Kusini yasababisha upungufu wa mvua kwenye sehemu nyingi nchini, na eneo nyingi zikawa na hali ya jua, na ni wilaya tu za magharibi pamoja na eneo chache huko wilaya za kati ambazo zilikuwa na hali ya mvua nyepesi. Hebu tuangalie picha yetu ya satellite kwa maelezo zaidi. Kwenye picha yetu ya satellite ya leo jioni tunaona kwamba hali ya mawingu yalikuwa tu yamesalia eneo za magharibi, eneo zilizoko karibu na ziwa la Victoria. Eneo kubwa ya nchi imeendelea kuwa na hali ya kiangazi. Hapo kesho natazamia kwamba hali huku Afrika ya Kusini haitabadilika sana, na kwa hivyo eneo nyingi itaendelea kuwa na hali ya jua, na ni wilaya tu za magharibi na kaskazini magharibi ambazo zinatazamiwa kuwa na mvua za jioni.
Kwa utabiri kamili, nikianzia na wilaya za magharibi huko Kakamega, Bungoma, Busia, Kisumu, Kisii pamoja na eneo lote la Rift Valley ya kati, eneo hili litakuwa na hali ya jua masaa asubuhi na jioni kuwe na mvua ya ngurumo na radi kwenye sehemu nyingi. Viwango vya joto kwenye eneo hizi utasikia kama nyuzi 28 kwenye eneo za Kakamega, 30 kwenye eneo za Kisumu, 26 kwenye eneo za Kisii na pia eneo za Narok. Nazo eneo zilioko kaskazini magharibi huko Lodwar, eneo la Samburu pamoja na ziwa Turkana, eneo hizi zitakuwa na mvua za jioni kwenye sehemu chache baada ya vipindi vya jua masaa ya asubuhi. Viwango vya joto hapa tutasikia kama nyuzi 36 kwenye eneo za Lodwar. Nazo wilaya za kati huko Nyeri, Embu, Murang'a, Limuru pamoja na Nairobi, eneo hizi zitakuwa na hali ya mawingu masaa asubuhi, alafu vipindi vya jua mchana. Lakini jioni tunatazamia kwamba sehemu chache zitapata mvua za rasharasha. Viwango vya joto tutasikia kama nyuzi 25 Celsius kwenye eneo za Nairobi. Nazo eneo zilizosalia, yani kaskazini mashariki, kusini mashariki pamoja na eneo za mkoa wa Pwani, eneo hizi zitakuwa na vipindi vya jua mchana wote. Viwango vya joto tutasikia kama nyuzi 26 kwenye eneo za Marsabit, 33 kwenye eneo za Mandera, 34 kwenye eneo za Wajir, 36 kwenye eneo za Garissa, na huko kusini mashariki eneo za Voi zitakuwa na viwango vya joto tutasikia kama nyuzi 34. Eneo za Mombasa zinatazamiwa kuwa na kiwango cha joto cha kufikia kama nyuzi 32. Na hayo tu kwa usiku wa leo. Kwaheri.